Namshukuru Mungu Mwenyezi ambaye amenivumilia. Ndio. Na taifa au mataifa, maana nilianzia Sumbawanga. Ndio. Ndipo baadaye nikaja hapa. Ndio. Kwa hivyo ni shughuli ya tume wa neno la Mungu. Ndio. Maadhimisho ya kiliturujia. Okay. Na pia hata kuangalia maendeleo ya watu. Ndio. Ni sehemu ya kanisa ambalo linahudumu. Tukio la namna hiyo kwa vyovyote ni zito, ndio, la baraka, lakini pia ni shughuli ambayo mtu anaipokea, ndio, na kutarajia kwamba katika muamini Mungu, ndio, na kwa unyenyekevu na utulivu kazi hiyo ya uchungaji itaweza kufanyika. Ndio. Hiyo ndio ilikuwa hisia siku. Na tulikuwa pale Roma, tulikuwa watu 13 ndio askofu. Ndio. Na mmoja akiwa ni mpendwa wetu yule ambaye alikuwa askofu wa Musoma, ndio, ambaye alishatangulia kwa Mungu tayari. Baba Askofu Samba. Ndio. Mwenyezi Mungu ampe pumziko la milele. Amina. Kwa vyovyote nilipokuwa elimu ya msingi, ndio, kule Tosamaganga, ndio, leo hiyo shule inaitwa Upalama A, ndio, ambapo ndio nilisoma darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne wakati huo. Ndio. Nakumbuka kwamba kabla ya kuhitimu elimu ya msingi niliwahi kuzungumza na rafiki yangu mmoja kuhusu kujiunga na seminari. Ndio. Na hata katika umri wangu mdogo, ndio, nilikuwa napenda sana masuala ya kiliturujia. Ndio. Kwa pale altareni, kuhudumu na kuangalia altare ilivyowekwa na nini, basi kuna sehemu ya mbingu. Mimi nikawa nawaza kwamba niende huko, na kweli nilipohitimu elimu ya msingi mwaka 59, mwaka 60 Januari, tarehe 28 Januari, ndio nilijiunga na seminari ya Tosamaganga. Ndio. Basi ndio nikaendelea. Hiyo nayo ilikuwa ni hatua ya pekee, maana kwanza ilikuwa ni ugenini. Ndio. Lakini nilikuwa na baraka yote na kibali chote cha askofu wangu wakati huo, mzee wetu Asare na Amani Mgulunde. Ndio. Kwa hivyo ilikuwa ni jioni siku hiyo, na nilikuwa peke yangu kwa kupewa daraja hilo. Ndio. Na mzee Bruno Frategiani alikuwa askofu wa jimbo kuu la Camerino. Ndio. Kwa hivyo huko ndiko nilikopatia daraja ya upadre. Tungeweza kusema hivi, daraja ya ushemasi nilipata chuoni pale Roma. Ndio. Daraja la upadre huko Camerino. Ndio. Sanginezi. Alafu tena baada ya kupita huko nikarudishwa tena Roma kuwekewa mikono na Mtakatifu Yohane Paulo. Binadamu ni kiumbe dhaifu. Ndio. Na makasoro mengi. Nina makasoro mengi. Ndio. Kwa hiyo unapokea heshima hiyo, daraja hilo kwa shukrani, lakini pia kwa kutetemeka. Ndio. Maana si mchezo kuwa kiongozi wa taifa la Mungu. Kweli kabisa. Kuwasaidia watu, kuwafungulia milango na njia za kuweza kwenda kwenye agano lile la milele wa Mungu. Ndio.
Kwa kueleza ukweli wote, Ndiyo. namshukuru Mungu Mwenyezi kwamba kazi, majukumu, wajibu nilizopewa na viongozi wangu nilizipokea na nikajitahidi kutekeleza yote hayo kwa uaminifu na kwa upendo. Ndiyo. Nilianzia na miaka miwili ya uparoko wa Ifunda. Ndiyo. Mwaka ule 74 mpaka 76. Ndiyo. 77 mpaka 82 nikawa Peramiho kama mlezi, kama mwalimu wa vijana ambao wa seminari wakubwa. Baadaye nikarudishwa kwenye seminari yetu ya jimbo hapa Mafinga. Ndiyo. Toka mwaka 1982 mpaka 88. Ndiyo. Ndipo kutoka hapo wazee wa kanisa, viongozi wa ngazi ya juu kabisa, wakawa wameniteua na kunituma niende Sumbawanga kama askofu mwandamizi kwa mzee Msakila. Kufanya kazi na mzee Msakila kulinipa fursa ya kujifunza. Kwa ni shule. Maana yake nini kuwa askofu, kuwa mratibu wa utume katika jimbo. Ndiyo. Kuwa pia mtu unayeongoza wenzako katika utumishi wa kanisa. Kwa hivyo miaka ile minne ilikuwa ni shule. Mshukuru Mungu, nimshukuru na mzee huyo akanisindikiza hadi hapa. Ndiyo. Na ndipo akanikabidhi kwa watu wa Iringa. Kwa hiyo mimi ni wa Iringa, lakini nilikuwa nimepelekwa huko kama mtumishi. Kwa hivyo walirudi wakawa wananisindikiza hapa kwa furaha, lakini pia kwa uchungu. Mzee Msakila alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda ukweli. Ndiyo. Na alikuwa ni mtendaji hodari sana, hata wa kazi za mikono. Ndiyo. Na hivi kwake pia niweza kujifunza kwamba kuwa kiongozi, kuwa baba katika familia si swala tu la kukaa ofisini, lakini pia hata kuwa na shughuli za kuangalia maendeleo ya watu ya kiakili, kimwili na kiroho. Na hivi nilijifunza kwake jinsi alivyokuwa katika umri wake tayari mkubwa, lakini alivyokuwa mwepesi wa kukumbatia shughuli mbalimbali. Ni kwamba nilipopata daraja hilo la uaskofu, ndiyo, nilipata nje ya nchi yangu. Ndiyo. Na hivi lakini ilikuwa baada ya kuwa nimesoma pale kwa miaka 5. Hivyo kwa vyovyote vile waamini wa zama hizo na wakati huu wa leo kumekuwa na mabadiliko makubwa kifikra, ndiyo, kiutamaduni, maendeleo. Ndiyo baba. Lakini pia kumekuwa ni kurudi nyuma katika maana ya kutokuwa tena na ile ari ya Mungu, hamu ya Mungu. Ndiyo. Wakati huko nyuma watu walikuwa na ari kubwa ya kumtafuta Mungu. Ndiyo. Miaka ilipopita kwa sababu ya sayansi na teknolojia na maendeleo haya ya kisasa, basi watu walianza kuwa wazembe. Utamaduni wa sasa, ndiyo, ambao kuna vitu vyake vinavyokuwa ni vizuri, mambo ni mazuri mengi tu, lakini pia kuna changamoto nyingi katika ulimwengu wa leo kwa kuweza kumsahau Mungu, ambaye kwa kweli kama ukisha kumsahau Mungu alafu yote ambayo tunayafanya ni kazi bure. Mimi ninachofikiri sasa, ndiyo,
kibanda au kona nitakayokuwa naishi Ndio. nitaifungua ili kukaribisha watu kama mchungaji, lakini pia nitapata nafasi nzuri ya kujisomea maandiko ya aina mbalimbali, hata vitabu vya kawaida, ili akili isichoke kujifunza. Elimu kuishi ni kujifunza. Kwa hivyo kwenda kwa mwalimu hapana, maana umri wenyewe ndio huu. Anakimbia kidogo. Au kukimbia kidogo kwenda. Ndio. Ndio, askofu. Vijana walio kwenye seminari zetu kuanzia elimu ya sekondari hadi high school. Alafu tena tunao vijana ambao wanajiandaa kwenda kuanza kusoma filosofia. Ndio. Alafu tunao vijana ambao wapo kwenye seminari zetu katika taifa letu. Mungu bariki, ametujalia kuna seminari nyingi hivi. Tuna nafasi ya kuwa na mawazo mapana, kwa vile taifa letu sisi kama maaskofu, kanisa tunaliona si kanisa la mtu mmoja katika jimbo lake kwenye kona amekaa pale. Ndio. Bali ni familia ya watoto wa Mungu ambao kwa hivyo mkazo wangu na kwa ndio huo. Juzi tu nilikuwa kwenye kikao cha bodi ya seminari ya Mafinga ambayo inalea Mafinga na Iringa. Ndio. Basi ikawa nawaambia vijana kwamba ushikwalo ushikamana. Ndio. Kadhane kama kweli mnataka kuwa mapadri, basi masomo, sala, michezo na maisha ya pamoja, ili kujiandalia zile fadhila ambazo zinahitajika kwa mchungaji. Ndio. Kwa ajili yake, kwa vile namfahamu toka alipokuwa bado kijana mdogo, nimemlea mwenyewe seminari ya Mafinga. Ndio. Ningemuhimiza tu kwa mtu wa sala na moyo wa ukarimu katika kupokea na kusikiliza watu, ili wanapomwendea waweze kuondoka, hata kama walikuwa na mazito tani nyingi, aweze kusema Mungu nashukuru, nimekutana na mchungaji amenitia moyo. Kwa hivyo sala, alafu huruma na huduma kwa wahitaji. Kwa hivyo sifa wangu nilikaa nao vizuri. Ndio. Na hadi leo huwa wananikumbuka, hasa wale waliokuwa na umri, maana miaka toka 93 hadi leo. Ndio. Lakini namshukuru Mungu hadi leo huwa wanakutana au nikiwakumbuka wakinikumbuka, tunatazamana kama ndugu. Ndio. Wenyewe wananitazama bado kama mchungaji wao. Karibu wangefikiri kwamba labda nikitoka hapa niende kule. Ndio. Ndio. Kwa hivyo mahusiano ya kifamilia, kanisa la Mungu, taifa la Mungu ambalo linaundwa kutokana na watu wa mataifa na kabila na lugha mbalimbali. Labda tuseme tu kwamba nitoe mwaliko kwa wanakanisa wote. Ndio. Tutumie vizuri mwaka huu wa jubilei, ili tujipatie huruma ya Mungu na tuweze hata kupata baraka kwa ajili ya mazingira ambamo tunaishi, mazingira ambayo na migogoro ya kutosha. Lakini nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Hayupo. Tuambatane na Kristo kwa kusudi la Mungu.